Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Nikukaribishe tena, ni asubuhi nyingine, siku nzuri kabisa, siku ya Alhamisi. Tunamshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali, siku rafiki kabisa ambayo Mungu ametupa. Kipekee nichukue nafasi hii kukushukuru sana mtumishi wa Mungu ambaye unaendelea kufuatilia ibada hii nzuri ya Morning Glory. Tuko mahali hapa asubuhi ya leo. Natamani tumwambie Mungu asante kwa ajili ya asubuhi hii. Hebu mshukuru Mungu, pata nafasi ya kumwambia Mungu asante kwa ajili ya kutulinda usiku kucha. Ametupigania Bwana, ametutetea, ametulinda, amelinda watoto wetu, amelinda familia zetu. Ile Zaburi ya 34:7 maandiko yanasema malaika wa Bwana wafanya kituo akiwazunguka wale wamchao na kuwaokoa. Tumeona malaika wa Bwana akifanya kituo kwetu, wakituzunguka usiku kucha. Hebu pata nafasi kumshukuru Mungu kwa ajili ya maneno mazuri. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya mtumishi wako huyo, Bwana, anaendelea kufuatilia mafundisho yetu. Asante kwa ajili ya baba huyu, asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya kijana huyu na baba huyu. Baba, tunakushukuru sana kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Mungu wetu na Baba yetu, tunakualika wakati una majira haya, tunanyenyekea kwako tukiomba toba kwa damu ya mwana kondoo, damu yako Yesu inaonena mema, damu yako Yesu inaorehemu, damu yako Yesu inaosamehe, ikatusamehe sisi na familia zetu. Ninaomba toba kwa ajili ya mama huyu, ninaomba toba kwa ajili ya baba huyu, ninaomba toba kwa ajili ya kijana huyu. Damu yako Yesu, ile damu inaonena mema, ikanene mema juu yake, ikanene mema juu ya familia, ikanene mema juu ya watoto wake, ikanene mema juu ya nyumba yake, katika damu ya mwana kondoo. Ninakualika Mungu Roho Mtakatifu, Baba, sema nasi asubuhi ya leo, zungumza nasi. Tunaalika upako wako na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa roho ya mazoea, roho ya uzito kusikia neno, ninazikataa hizo roho kwa jina la Yesu. Kamata akili za watu wote walioko hapa, funga akili zao Bwana, zikae na kukusikiliza wewe. Kila roho za uharibifu zinazoinuka na kukamata akili zao, tunazipangua. Roho za uchawi na uganga na ushirikina zinazofunga akili za watu, tunazifungua, tunazikamata na kuzishusha kuzimu. Bali tunaachilia neema yako ikatufunike na kutufunga akili zetu, tukapate kulisikia neno lako, tukapate kuelewa, tukapate kufunguka, akili zetu zikafunguke, neno lako likatujenge na kutuimarisha. Asante Mungu wetu na Baba yetu, tunajikabidhi mikononi mwako, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Karibu sana kwenye ibada hii nzuri ya Morning Glory. Nichukue nafasi tena kukaribisha leo siku yetu ya 4. Tunaendelea na somo ambalo linasema ilinde sana thamani ulionayo. Kumbuka nikasema usipoteze thamani ulionayo. Kumbuka ndio somo tunalotembea nalo, kwamba moja ya vitu ambavyo Mungu alinisemesha niseme na watu ni umuhimu wa kulinda thamani ulionayo, value ulionayo, ile heshima ulionayo, ile identity ulionayo, utambulisho ulionao. Linda sana. Na leo tunaendelea mbele. Jana tulipita kwenye mambo kadhaa, vitu ambavyo vinaweza vikaondoa thamani yako kwa watu, na vitu vinavyoweza kuondoa thamani yako mbele ya watu, na vitu ambavyo vinaweza vikaongeza thamani yako mbele ya watu. Nikazungumza sana. Leo nataka tuende mbele za Mungu, mbele kidogo, twende tukaangalie madhara ya kupoteza thamani ulionayo. Madhara ya kupoteza thamani yako. Madhara gani unayapata ukipoteza thamani kwa watu, ukipoteza thamani kwa jamii? Jambo la kwanza ambalo jambo la kwanza, kupoteza kibali. Ukipoteza thamani mbele ya watu, kibali kinaondoka. Kama ulikuwa unaheshimika pale ofisini, umepoteza thamani mbele ya watu. Kwa mfano ulikuwa unaitwa bosi, labda wewe ni mtu ambaye unatongoza wake za watu, unafanya uzinzi, unafanya mambo mabaya, thamani inaondoka kwako. Na thamani ikiondoka kwako, kibali kinapotea. Unadharaulika na watu, haukubaliki na watu. Hata kama ungekuwa na mtu aina gani, kibali kikiondoka kwako, hakuna atakaye kukubali tena. Na mtu niwaambia mahali fulani, nikasema moja ya vitu vya muhimu, watumishi wa Mungu, linda sana kibali ulicho nacho. Kibali kwa Mungu na kibali kwa watu. Trust, imani ambayo watu wameiwekeza kwako, ilinde sana. Kwa ukipoteza kibali, watumishi wa Mungu, au ukipoteza thamani yako, kibali kinaondoka. Wasomaji Biblia unaweza kusoma kile kitabu cha Waamuzi sura ya 16. Utasoma kwa muda wako. Waamuzi sura ile ya 16 mstari wa 20. Utasoma habari za Samson. Maandiko yanasema ukisoma hiyo habari ya Samson, maandiko yanasema Bwana alikuwa yaani kwamba Samsoni alipotenda dhambi, Bwana akamwacha. Samsoni ni miongoni mwa watu ambao waliwekewa kibali, walikuwa na kibali kwa watu, walikuwa na kibali kwa jamii, walikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo wa kufanya chochote. Lakini alipoondolewa nguvu zake, kibali kikaondoka, thamani yake kaondoka. Alikuwa na uwezo wa kupigana na watu na majeshi walikuwa wanamuogopa. Leo akabaki kuwa msaga ngano, wamempofua macho, hawezi kuona tena.
Kwa nini? Kwa sababu thamani ambayo alikuwa nayo kwa Mungu, thamani ambayo alikuwa nayo kwa watu ni nguvu alizokuwa nazo. Kwa nguvu ulizonazo mtumishi wa Mungu, thamani ulio nayo ilinde sana. Ukikosa thamani, kibali kinaondoka kwa watu, hawakuamini tena, haukubariki tena, unakuwa una thamani tena. Jamani, haleluya. Kwa tunamsoma Samson. Samson alipoteza kibali chake baada ya kuchezea neema ya Mungu, neema ambayo Mungu aliwekeza ndani yako. Moja ya vitu ambavyo Mungu aliwekeza ndani yako, mtumishi wa Mungu, vilinde sana. Ni mwimbaji, kile kipawa ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako cha kuimba, imba, tumika kwa viwango. Acha kuchezea huduma, acha kuchezea. Kuna watu ambao nimekutana nao walikuwa na neema ya kuimba, walikuwa naimba vizuri, walikuwa na upako. Mnaweza mkafuatilia hata waimbaji wa nyimbo za gospel. Walikuwa na kibali kwa watu, wana neema na kubarika. Watu wakavuta, walikuwa na kubarika mbele ya watu. Walipopoteza kile kibali, walipopoteza thamani yao. Naposema thamani yao, walianza kupenda pesa, wakaanza kufanya uzinzi, wengine wakajiingiza kwenye pombe, wengine wakajiingiza kwa wanawake ama kwa wanaume, wengine wakaanza kufanya mambo ya ajabu, wakaanza kutamani fedha, thamani ikaondoka. Thamani ilipoondoka, kibali kikaondoka kwa watu. Mimi nimekuta, nadhani mnaelewa ninachosema. Kuna waimbaji ambao walikuwa wanavuma, wanaimba na walikuwa wakiimba hizo nyimbo, watu wanavutiwa, watu wanabarikiwa, watu wanaponywa. Lakini walipojiingiza kupoteza thamani walizo nazo, vitu ambavyo Mungu aliviwekeza ndani yao, wakaanza kulewa, wakaanza kufanya matabia mabaya, kupenda pesa. Unamwalika kwenye huduma, anaambia bwana, mimi bila milioni 5 siji, bila milioni mimi siji. Mwisho wa siku, wachungaji ama watu wa karibu ambao walikuwa wanawaalika kwenye hiyo mikutano wakawaacha. Neema ikaondoka. Na neema ilipoondoka, kibali kikaondoka. Hawawezi tena, hawavumi tena. Moja ya vitu ambavyo mtumishi wa Mungu vilinde sana, linda thamani ulio nayo. Itunze identity ya utambulisho wako. Huo utambulisho wako utunze. Ukipoteza thamani yako, madhara kupoteza thamani, kibali kinaondoka kwa watu. Kama Samson ambaye kibali chake kaondoka. Na kuombea Mungu akupe neema ya kutunza hicho kibali, ya kutunza hiyo thamani ulio nayo. Jamani, haleluya. Watumishi wa Mungu, nadhani mnanielewa ninachosema. Jambo lingine, madhara mengine ya kupoteza thamani ulio nayo, madhara utakayopata baada ya kupoteza thamani yako, kupoteza heshima. Ukipoteza thamani yako, heshima inaondoka. Watu ambao walikuwa wanakuheshimu wanaanza kudharaulika. Watu wanaanza kukudharau. Hamna kitu pale. Yule mlevi tu. Niliongea na kuna binti mmoja ambaye alikuwa na sura nzuri. Alikuwa ni mtu ambaye anavutia. Nasema sura nzuri, alikuwa na muonekano mzuri ambaye hakutakiwa akose mume. Hakutakiwa akose kuolewa. Lakini yule binti ana miaka zaidi ya 40 na hajaolewa mpaka leo. Kwa nini? Kwa sababu sura yake ambayo alikuwa nayo, muonekano aliokuwa nao, akaamua kuchezea. Anatembea na waume za watu, anafanya mambo ya ajabu, ni binti analewa. Mwisho wa siku ile thamani na uzuri wake akakosa mume. Mpaka tunapokuambia na miaka 45 hajaolewa. Kwa nini? Kwa sababu thamani ya uzuri wake hakuitunza. Kibali kikaondoka. Thamani yake ikaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunza sana thamani ulionayo, kwa sababu thamani yako ikiondoka, mtumishi wa Mungu, unapoteza heshima. Hauheshimiki tena, haumvutii yoyote tena, hauwezi kumvutia yoyote. Mnanielewa mama ambao unanisikiliza? Nilikutana nawaambiaga watu, unashangaa ni mke wa mtu ambaye ameolewa kabisa, yuko na mume wake, lakini amekosa heshima kabisa mbele ya watu. Ana uwezo wa kucheza, anacheka cheka tu na vijana, mabodaboda anacheza naye, wanafanya vitu vya ajabu mbele yake, anatukana mbele ya watu, mbele ya watoto. Heshima yake inaondoka. Kumbuka identity ulionayo, ukijidharau, ukichezea, heshima yako inaondoka. Hakuna atakaye kuheshimu tena. Hawakuheshimu tena kama mke wa mtu, hawakuheshimu tena kama mume wa mtu. Jenga trust kwa watu, jenga heshima yako, tengeneza heshima yako. Kwa moja ya vitu ambavyo vitakuondolea madhara ya kupoteza thamani, unapoteza heshima mbele ya watu. Ukisoma ile kitabu cha Mithali sura ya 29, Mithali sura ya 29 mstari wa 23, unasema hivi, kiburi cha mtu kitamshusha, heshima inaondoka. Kwa ukifanya mambo mabaya, kiburi ukitenda mambo mabaya, kiburi umejaza kiburi, unafanya kiburi, mwisho wa siku heshima yako inaondoka, unakosa thamani mbele za watu. Jambo lingine, madhara mengine utakayoyapata baada ya kupoteza heshima ama kupoteza thamani yako. Jambo lingine, na leo tutaingia kwenye maombi. Na leo nataka tutakuwa na maombi muda mrefu. Jambo lingine ni kupoteza ushawishi. Kama thamani yako imeondoka, ushawishi unaondoka. Watu walikuamini, hawezi kukuamini tena. Watu waliwekeza vitu kwako, hawezi kukuwekezea tena. Watu walikuwa wanakuamini kukupa vitu, hawezi kukupa tena. Unakosa ushawishi mbele ya watu. Hata ungeongea, watu wanasema hamna kitu pale. Maneno yake na matabia yake tofauti kabisa. Unakosa ushawishi mbele ya watu. Ukisoma kile kitabu cha utasoma habari za Sauli, kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 26. Mfalme Sauli alipoteza ushawishi baada ya kutokumtii Mungu. Alipoteza ushawishi.
Alikuwa ni mfalme ambaye anakubalika, anaheshimika. Mfalme anatembelea farasi, mfalme anatembelea magari, ana majeshi, ana viongozi wanamlinda. Lakini baada ya kukosea, baada ya kumdharau Mungu, baada ya kukosea kile ambacho Mungu alimwelekeza kwamba nenda kaue ufalme wa Agagi, kaue jeshi lote, kachinje wote wanyama, amepewa maagizo na Mungu. Yeye Sauli akamdharau Mungu, akaacha kufanya kama vile Mungu alivyomtuma, akaondoa ushawishi, watu hawakumpokea tena, watu hawakumuelewa tena. Ni maombi yangu asubuhi leo na majira haya, hata kama thamani yako iliondoka, Mungu akuinue tena, Mungu arejeshe heshima, kama vile Samsoni. Mimi nampenda sana Samsoni, akamwambia Mungu, nikumbuke mara hii tu, heshima yangu itarudi tena, nijilipize kisasi kwa maadui zangu walionipofua macho. Ni maombi yangu, Mungu akupe neema, akupe trust mpya, akuheshimishe tena, arejeshe heshima mpya. Hata kama thamani ilipotea, Mungu akakurejeshe heshima, Mungu akarejeshe kibali kipya, Mungu akarejeshe neema mpya. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, tutakapoenda kuomba, omba Mungu akurejeshe tena. Kama thamani yako iliondoka, Mungu arejeshe tena thamani yako. Tutaenda mbele za Mungu kuomba toba, kwamba Mungu naomba nisamehe. Kama kuna mali nilipoteza thamani yangu kwa sababu ya maneno yangu, kwa sababu ya matabia yangu, Mungu naomba kanirejeshe tena. Rejesha thamani yangu, watu waniheshimu tena, watu wanipende tena, watu wanijali tena, watu wanielewe tena. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kwa jambo la tatu nimekwambia, kupoteza ushawishi. Kwa ukipoteza thamani mbele ya watu, thamani yako ikiondoka, ushawishi unaondoka. Ushawishi unaondoka. Hata kama ungesema kitu kizuri, hawezi kuelewa tena. Thamani yako ilinde, itunze, mtumishi wa Mungu. Linda sana thamani ulionayo. Ukipoteza thamani yako, heshima, ushawishi unaondoka. Unakuwa ni mtu wa kudharauliwa, kibali kinaondoka. Jamani, haleluya. Jambo la mwisho kwa leo, kupoteza nafasi ya Mungu. Kupoteza nafasi za Mungu. Esau alipoteza ulisi wake. Waebrania 12:16-17 utasoma kwa muda wako. Unapoteza nafasi yako kwa nani? Kwa jamani, kwa Mungu. Ukiondoa, yani thamani yako ikiondoka, nafasi yako kwa Mungu inaondoka. Unashangaa Mungu hakukubali tena, haukubaliki tena. Ni maombi yangu majira haya, tutakapoingia kwenye maombi, Mungu arejeshe nafasi yako kwa Mungu, arejeshe nafasi yako kwa Mungu. Lakini jambo la pili, jambo lingine, kupoteza mahusiano muhimu. Kama thamani yako imepotea, thamani yako imeondoka, mahusiano yako yanaondoka. Unapoteza mahusiano. Kuna watu ambao walikuwa na mahusiano nao mazuri. Kwa mfano, labda nitoe mfano. Kuna baba mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi, kama nilivyosema, alikuwa anafanya kazi mahali fulani hivi. Alikuwa na uwezo, alikuwa ni mtu mwenye heshima, lakini alipoanza kulewa, anatembea na wake za watu, anatembea na mabinti wadogo, heshima ikaondoka. Hakuna tena ambaye alikuwa anamheshimu tena. Akapoteza mahusiano na watu kwa sababu watu wanasema, wewe unaongozana na yule, ana tabia hizi na hizi, basi na wewe una tabia kama zake. Kumbe mtu, tabia ulizo nazo zinasababisha watu wengine wakutenge. Kwa sababu ukiongozana na watu fulani wataanza kusema, fulani unaongozana fulani ana tabia hizi na hizi na hizi. Kwa hata wewe unazo hizo tabia. Kwa hiyo unashangaa mahusiano katikati ya watu yanaondoka. Kwa hiyo linda sana thamani ulionayo. Jamani, linda sana thamani ulionayo. Nikasema dhambi ni tabia mbaya, huwatenganisha watu wale waliowapoteza. Mithali sura ya 15 utasoma mstari wa kwanza. Jambo la tatu, la tano, la sita utasoma kwa muda wako. Kupoteza nguvu za kiroho. Thamani yako ikiondoka, nguvu za kiroho zinaondoka. Ulikuwa una uwezo wa kuomba, uweze kuomba tena, kwa maana unaona unadharaulika, unaona watu hawakuelewi tena, unaona ukubariki tena, kwa uweze kuomba tena, nguvu za kiroho zinapotea. Hata habari za Samson, wasomaji Biblia unaweza kusoma kwa muda wako, Waamuzi sura ya 16 mstari wa 21. Samson ambaye alikuwa ana uwezo wa kuomba, ana uwezo wa kusimama mbele za Mungu, alikosa tena thamani mbele za Mungu, hana nguvu tena mbele ya Mungu, hawezi kuomba tena, hana uwezo tena. Kwa moja ya vitu wa mtumishi wa Mungu, madhara ya kupoteza thamani yako mbele za watu, madhara ya kutokulinda thamani yako ama heshima yako, inaondoa nini jamani? Inaondoa nguvu ya maombi ndani yako, inaondoa moyo wa ibada. Unakosa muda wa maombi tena, huwezi kuomba tena kwa sababu hauna thamani tena. Jamani, haleluya. Na jambo la mwisho, kupoteza kusudi la maisha. Kupoteza kusudi la maisha. Mtu unapopoteza thamani yako, unaweza kuishi bila mwelekeo. Mithali sura ya 16 utasoma kwa muda wako. Mithali 14 mstari wa 12. Ukipoteza thamani mbele ya watu, ukipoteza identity mbele ya watu, unaishi bila mwelekeo. Ndio maana kuta mtu ameamua bora aanze kulewa tu, kwa sababu hana thamani tena mbele ya watu. Anaingia kwenye ulevi. Mwingine anaanza kujiuza kama ni mwanamke, kwa sababu ameachika. Ama kama ni mwanaume, anaweza kufanya chochote, akafanya lolote, akavuta bange, akanywa pombe. Kwani kwa sababu amekosa thamani mbele ya watu. Kwa ni mmoja ya vitu ambavyo Mungu alikuwa ananisemesha, tunza sana heshima ambayo unayo. Tunza sana utambulisho ulionayo. Kama watu wanakutambua, watu wamekuheshimu, linda sana ile trust kwa watu.
Linda sana hicho ambacho Mungu amekiweka ndani yako cha kuheshimika. Ni maombi yangu wakati una majira, nataka tukaombe. Mungu akupe neema na kibali. Tunapoingia kwenye haya maombi, Mungu akakukumbuke. Tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, ninasema asante kwa ajili ya mama huyu na baba huyu ambaye Bwana alipoteza thamani yake mbele ya watu, hakubariki tena, haheshimiki tena. Thamani yake imeondoka kwa sababu alishindwa kutunza ile thamani aliyonayo mbele zako. Ninaomba toba kwa ajili yake katika damu ya Yesu Kristo. Ninaomba toba kwa ajili ya mama huyu, ninaomba toba kwa ajili ya baba huyu, ninaomba toba kwa ajili ya binti huyu ambaye amekosa thamani tena. Watu wanamuona wa kawaida kwa sababu alijidharau, akajiingiza kwenye matabia mabaya, thamani yake ikaondoka. Ninamwombea Bwana, damu yako Yesu kanene mema juu yake. Damu yako Yesu kanene mema juu ya maisha ya binti huyu. Pale ambapo alikosa thamani kwa sababu amezalishwa, alijitunza, lakini mwisho wa siku akaanguka, thamani yake ikapotea, amekosa mwelekeo, anaona kama hawezi kuolewa tena, anaona kama hawezi kujenga tena, ameuza hiyo nyumba, ameuziwa nyumba, ameuziwa kiwanja kwa sababu ya kukosa thamani. Bwana, ninamwombea mama huyu, kama inue tena wakati una majira haya, kama vile Samson alivyoomba kwamba kwa mara hii Bwana kanikumbuke tena. Kumbuke mama huyu, kama inue tena, muimarishe tena. Hebu fungua kinywa chako mtumishi wa Mungu, mwambie Mungu kaniinue tena. Inua imani yangu, inua kibali changu, inua nafasi yangu, nirejeshe tena pale ambapo nilipotea, na nirejeshe tena. Kanipe kibali kwa watu, rejesha imani kwa watu, rejesha kibali kwa watu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, ninamwombea binti huyo Bwana ambaye alikosa thamani aliyokuwa nayo, alichezea, akafanya mambo mabaya. Shetani amemgaragaza, amemtesa, amemshikilia. Leo ameibika, hana thamani tena. Mungu, ninaomba ile thamani ambayo Mungu ana uwezo wa kuirejesha. Karejesha thamani yake tena. Rejesha thamani juu ya baba huyu. Rejesha thamani juu ya mama huyu. Thamani kwa bosi wake, thamani pale ofisini, thamani kwenye ukoo wao. Katika jina la Yesu, ninavua hilo vazi la kukataliwa, ninavua hilo vazi la kudharauliwa, ninavua hilo vazi la matabia mabaya. Natamka neema na kibali cha kukubarika katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Usiache kuendelea kuomba haya maombi. Kesho tena tutaendelea. Tenga muda wako wa kuomba. Na wewe ambao unaona kabisa ukikweli mchungaji, haya mahubiri unayoyasema yamkini ndio maisha yanayoyapitia, unaweza kunitafuta, kuna namba za simu zinapita hapo chini. Unaweza kunitafuta, tuombe kwa pamoja. Wewe ambao umepoteza thamani, tutaomba kwa ajili yako, tutaomba kwa ajili ya thamani mpya. Mungu akakurejeshe tena. Mungu aliyemuinua Samsoni kwa mara nyingine, akakuinue tena uliyepoteza thamani. Uliyepoteza thamani ya ndoa, uliyepoteza thamani kwenye ndoa, uliyepoteza thamani pale ofisini. Mungu akarejeshe tena, na Mungu akupe neema, Mungu akupe kibali. Amen. Lakini pia Mungu endelee kutunza wale ambao mnaendelea kusukuma kwa ajili ya sadaka. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Achilia sadaka yako kwenye namba zinazopita hapo chini. Mungu akutunze. Wewe na siku njema. Pokea neema, pokea kibali, pokea ulinzi, pokea utiisho. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akutunze. Amen.